Vurugu zimezuka nchini Bangladesh kufuatia kifo cha Sharif Osman Hadi, kiongozi maarufu wa harakati za vijana zilizomtoa madarakani waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Sheikh Hasina. Hadi alipigwa risasi na washambuliaji waliovaa barakoa alipokuwa akitoka msikitini mjini Dhaka wiki iliyopita, na alifariki kutokana na majeraha Alhamisi ya Desemba 19 mwaka 2025 akiendelea kupatiwa matibabu Singapore. Shambulio hilo lilitokea siku moja baada ya mamlaka za Bangladesh kutangaza tarehe ya uchaguzi wa kwanza tangu mapinduzi ya mwaka 2024, ambapo Hadi alikuwa anapanga kushiriki kama mgombea huru. Baada ya kusambaa kwa habari za kifo chake, mamia ya wafuasi wake walikusanyika katika mji mkuu kuandamana. Baadaye waandamanaji waliharibu ofisi za magazeti maarufu ya Bangladesh, The Daily Star na Prothom Alo, huku jengo moja likiwashwa moto. Ofisa mmoja wa polisi alisema, na hapa namnukuu, "Mamia ya watu wamekusanyika hapa na kufanya shambulio hilo," mwisho wa kumnukuu. Vikosi vya usalama vilitumwa eneo hilo, huku wafanyakazi wa zimamoto wakiokoa waandishi wa habari waliokuwa wamefungiwa ndani ya jengo. Hadi mwenye umri wa miaka 32 alikuwa kiongozi mkuu wa kundi la maandamano ya wanafunzi la Inqilabu Mancha, na alikuwa mkosoaji makini wa India ambako Hasina bado yupo uhamishoni kwa hiari yake. Vyama vya kisiasa vya Bangladesh vimeomboleza kifo chake na kuwataka wanasiasa wa mpito kuwaleta wahalifu mahakamani. Mshindi wa tuzo ya Nobel Muhammad Yunus, ambaye anaongoza serikali ya mpito, alieleza kifo cha Hadi kuwa pungufu isiyoweza kurekebishwa kwa taifa. Aliongeza, "Maendeleo ya nchi kuelekea demokrasia hayawezi kusitishwa kwa hofu, hadaa au damu." Serikali ya mpito ilitangaza Jumamosi kama siku ya maombolezo ya kitaifa. Yunus pia alisema shambulio hilo lilikuwa limepangwa mapema na lengo la wahalifu lilikuwa kuharibu uchaguzi. Alisisitiza kuwa vurugu yoyote inayolenga kuvuruga uchaguzi haitakubalika na kwamba tukio hilo ni tatizo linalotia wasiwasi katika siasa za nchi. Uchunguzi unaendelea na baadhi ya watu wamekamatwa kuhusiana na shambulio hilo. Hasina alikimbilia India mnamo Agosti 5 mwaka jana kufuatia wiki za maandamano yaliyoongozwa na wanafunzi, ikimalizia utawala wa miaka 15 wa kidikteta. Mnamo mwezi Novemba alihukumiwa kifo kwa uhalifu dhidi ya binadamu baada ya kupatikana na hatia ya kuruhusu nguvu za kikatili kutumika dhidi ya waandamanaji, kati yao 1400 wakifariki wakati wa machafuko. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.